Lakini huku kwenye mradi huu wa maendeleo ni mimi, nataka nizungumze na vijana ambao wako mashuleni, wako maybe sekondari, wako vyuo vikuu, waondokane na dhana ya kufikiri nikimaliza, yani wanavyomaliza vyuo wao sasa kazi kubwa wanayoweza kufanya ni kuandika barua za kuomba kazi. Hapana, inabidi unaposoma shule kwanza ujiulize kwa nini unasoma unachosoma. Unataka kuja kusaidia nini kwenye jamii yako? Unakuja kutatua changamoto gani? Kwa hiyo ukishatoka shule, maana yake direct unaingia, sio kuanza kubungaa macho na kuanza kulalamika kwamba hakuna ajira, sina ajira. Hapana, nataka niwape hiyo changamoto, lakini pia ni sehemu ya legacy yangu kwamba yani hii itaishi hata mimi nisipokuwepo. Vijana ambao watakuja kupata kubahatika kukutana na hii nyenzo, hii transformation, hawezi kuja kulalamikia serikali hata kidogo. Na of course mpango wangu pia ni kuhakikisha nitaongea na wadau mbalimbali ili tuweze kuwafikia hao vijana ambao wako shuleni, ndio wanajiandaa kuja kuingia duniani. Wanajiandaa kuja kuingia kwenye jamii. Duniani ndio huku kwenye jamii. Sasa wanapokuja kuingia wasiendelee na hizo nyimbo zao za hakuna ajira, hakuna kazi. Hapana. Mtu atakayeweza kupata hii nyenzo, okay, ambayo inamwambia maendeleo ni mimi, yani maendeleo ni wewe. Maendeleo yanaanzia kwako, yanatoka ndani kuja nje. Wewe ndio unatakiwa utatue shida za jamii yako. Sio jamii yako ikutatulie wewe changamoto ya ajira. Utakapoweza kutatua changamoto za jamii, basi jamii yako itakupa reward, itakupa tuzo. Yani maana yake ndio utaanza kupata kipato. Kwa sababu hata mimi natarajia kwamba huu mradi utawafikia watu ambao wataona tija na baadaye mtapata reward. Na yani hiyo sina shida nayo. Ndio maana focus yangu sasa hivi sio kupata hela. Focus yangu kwa sasa ni kuweza kuleta hayo mabadiliko. Hiyo ndio focus kubwa kwa sasa hivi, kwamba niweze kuwafikia vijana na wao waone tija, niweze kuongea nao kwa maana ya kuwasaidia kubadilisha fikra, kwamba badala ya kuanza nasoma nije nipate ajira, wasome ili kuja kutatua matatizo ya jamii zao. Kwa hiyo wakishift hizo fikra zao, wataanza kuona tija ya huu mradi, kwamba okay, kumbe maendeleo ni mimi. Wataanza kujiuliza kwa nini ninasoma ninachokisoma, na sio sijui. Kwa sasa hivi sijui kama wanajiuliza hilo swali, yani kwa nini nasoma ninachosoma. Nilikuwa nawatolea mfano kwenye content zangu nyingine, nikasema mimi ukiniuliza kwa nini nasoma theology, kwanza ni hitaji la jamii yangu, kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa kwa miaka 15 ambao nimekuwa na mradi wa Dada Center, wengi wanahitaji watu wenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo ile ikani direct kwamba hichi ni kitu muhimu, ni hitaji la msingi muhimu sana kwa watu, kwamba anataka mtu. Kwa nini anasema anataka hofu ya Mungu? Anataka mtu ambaye anafanya kazi kwa maadili, anataka mtu ambaye ni mkweli, ni mwaminifu, ana upendo, ni mwadilifu, yani ambaye amenyooka. Kwa hiyo kila mtu anayekupigia simu kwa ajili ya hitaji la msaidizi, aidha ni kwenye biashara yake au ni kwenye familia yake, anatanguliza kwanza hofu ya Mungu. Kwa hiyo kwa nini nikaamua sasa kwenda kusoma hiyo theolojia? Ili niweze kuwafundisha watu maadili katika kazi, kwa sababu swala sio tu kazi. Swala ni ile kazi unaitumiaje, unaifanyaje, kwa sababu watu wengi nimeshuhudia wakishindwa kwenda hatua za mbele, kwa sababu anapopata ile kazi anayoitafuta kwa bidii, anaanza kuifanya kwa kuto kufuata misingi ya kithiolojia, ambayo hiyo inahitaji ukweli, inahitaji uaminifu, inahitaji uadilifu. Matokeo yake mtu anapoteza kazi. Okay? Akipoteza kazi anabaki anaanza kujilaumu, anaanza kulaumu watu, anaanza kuendelea kulalamika, anabaki kwenye mnyororo wa umaskini. Kwa hiyo nikasema okay, kumbe tatizo sio kazi. Wapo watu ambao wanapata kazi lakini bado wanazipoteza zile kazi, wanashindwa kupiga hatua, wanashindwa kwenda mbele kwa sababu wanakosa maadili. Kwa hiyo ndio sababu yangu msingi iliyonipelekea mimi nichague kwenda kusoma theolojia. Wewe kwa nini unasoma unachokisoma? Yeah. Kwa sababu sasa hili kazi, video zangu nyingi kitu ni kwa sababu
pa Mungu unapo kazi ili kubwa na kwenda kufanya ni platform ya kumhudumia Mungu wako, uonyeshe zile character za kimungu, uwe mkweli, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mtu mwenye upendo, okay, ambacho kwa sasa ni adimu. Anachowaza ni namna gani atakuumiza. Sasa wana ujuzi, lakini ujuzi bila kuwa na hizo character ambazo zimekosekana sasa hivi kwa kiasi kikubwa, huo ujuzi wako unakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo ili ujuzi wako uweze kukusaidia, ni lazima viende sambamba, ujuzi uende na maadili. Kwa hiyo ndio eneo ambalo mimi nimejikita katika hizi kazi nazofanya kupitia taasisi yangu, ni kuwapa fursa vijana, lakini pia kuwasaidia, kuwanyanyua kielimu, kimaarifa, kwamba ujuzi wako pekee hautakusaidia, inabidi ujuzi wako uendane na maarifa. Ujuzi uende na maadili. Okay? Kwa hiyo sasa nashukuru leo nimewaletea sasa rasmi huu mradi wa Maendeleo ni Mimi. Okay? Ambao huu sasa focus kubwa ni kuandaa vijana, yani kuandaa kizazi kipya, kama serikali inavyosema. Sasa hivi tuna dira ya 2050. Basi tutengeneze vijana ambao wanapotoka shuleni hawaji kulalamikia serikali hakuna ajira, hawaji mtaani na kuanza kukimbizana tu na barua za maombi ya kazi. No, wanakuja na project ambazo zinalenga kutatua matatizo ambayo yako kwenye jamii zao, kwa sababu kuna sababu why wewe umezaliwa hapo ulipozaliwa. Yani kuna sababu kwa nini mimi nimezaliwa Tanzania, na ndio maana vitu ambavyo, maono ambayo Mungu ananiletea, okay, mawazo ambayo Mungu ananiletea yanahusisha jamii yangu. Jamii yangu ambayo imejaa hayo matatizo. Kwa mfano kama hivyo, masuala ya maadili ni changamoto. Kwa hiyo Mungu ananitaka mimi nionyeshe, yani niwasaidie vijana, niwape mwanga, waweze kuona wanakwama wapi, kwamba wana ujuzi lakini wanakosa maadili, na hauwezi kufanikiwa bila maadili. Hata malalamiko mengi ambayo watu wanalia nayo ni ukosefu wa maadili, kwamba watu wamepata nafasi lakini wamezi abuse, wamepata nafasi wamezitumia vibaya. Okay? Kwa hiyo ili uweze kuwa mwanajamii ambaye ni bora, mwanajamii ambaye unatija, na Mtanzania ambaye sio mzigo, Mtanzania ambaye sio mzigo, lazima uweze kubadilika kutoka hii hali ya sasa hivi ambayo ni malalamiko tu. Tutoke kwenye kulalamika, tutatue changamoto za jamii. Mungu ametupa akili, tutatue changamoto za jamii. Hatutaki kuisubiria serikali ifanye kila kitu. Na nasema mimi ni mfano kwamba sijasubiri serikali. Nikiwa kama mimi nimeweza kuto kusubiri serikali, nikiwa na elimu ndogo kabisa ya darasa la 7, wewe kijana unashindwaje? Ambaye wewe umesoma mpaka chuo kikuu, una sijui degree kadhaa, una upeo mkubwa zaidi, matatizo ya jamii yako unayaona, labda tu kwa sababu hujafungua macho au hujapata mtazamo tofauti, yani hujapata mtu ambaye anakusaidia uweze kutransform fikra zako, utoke kwenye kulalamika, utoke kwenye utegemezi wa kutegemea tu kupewa ajira, kupewa mtaji, na ukaanza kutumia mtaji wako wewe, ambayo wa kwanza kabisa ambao Mungu amekupa ni wewe kama wewe. Yani wewe, kitendo cha kwamba una uhai, una pumzi, una afya, una nguvu, hivyo vitu binadamu hawezi kukupa. Hakuna binadamu, hakuna chuo kitaweza kukupa, hakuna serikali inaweza kukupa uhai, uzima wako, afya yako, hakuna. Kwa hiyo
wewe kama wewe ndio mtaji namba moja. Hicho kitu kwanza kikishaingia kwenye fikra zako, unaanza kuangalia una nini. Mungu alimuuliza Musa, una nini? Sisi tumeshakuzwa na hizi mila zetu na tamaduni na hii mifumo ya utegemezi kiasi ambacho hatuoni kile tulicho nacho. Fursa zinazotuzunguka hatuzioni, na kama tunaziona tunazidharau, lakini tunasahau kanuni iliyopo. Kanuni ambayo Mungu ametuwekea ni kwamba lazima uwe mwaminifu katika madogo kabla ya kwenda kwenye makubwa. Lazima uanzie kwenye madogo, na hayo madogo Mungu anakupima. Ukiwa mwaminifu katika makubwa, madogo anakuamini katika makubwa. Sasa hiyo formula tumeiacha kabisa. Formula hiyo ambayo ni yenyewe original kabisa kutoka kwa Mungu. Tumekuja na formula zetu ambazo tunataka tuanzie juu. Umalize chuo kikuu uende ukapate kazi ya milioni 10. Umalize chuo kikuu kila mtu ajiriwe na serikali. Hiyo sio formula ambayo ni ya uhakika kwa mafanikio, na ndio maana tuna watu wengi mtaani wanailalamikia serikali. Lakini serikali sio mwajiri mkuu. Serikali sio kila kitu. Yaani chanzo, sosi ya mwanadamu yoyote ni Mungu kwanza. Yaani ukitambua kwamba wewe sio hutakiwi kutegemea serikali au kumtegemea mtu au taasisi yoyote kwa ajili ya mafanikio yako. Wewe unatakiwa ujitambue wewe ni nani, chanzo chako ni wapi, kwa nini uko hapa duniani, uko hapa kwa makusudi gani, and then ukaanza kuendelea kujichunguza na kuchunguza jamii yako inahitaji nini, ukajiweka katika mfumo wa kutoa zaidi kuliko kupokea. Nini ninachoweza kusaidia jamii yangu? Kama ninavyofanya hapa. Mara nyingi content zangu ziko hapa kama mwanga. Watu wengi wakizitazama content zangu, wale ambao wana kiu ya kutaka kupiga hatua, hawezi kutoka hivi hivi. Unless kama ni mtu ambaye yeye anataka tu vichekesho basi, lakini mtu ambaye anajitambua, anatafuta transformation, information ambazo zitamsaidia, lazima akisikiliza content zangu kuna chochote ambacho ataondoka nacho. Kwa hiyo ni kanuni ya kimungu ambayo binadamu wote tumepewa huo uwezo. Ni kwamba tu sasa tumeshapumbazwa na mifumo hii mingine ambayo imetuakaririsha na kutuaminisha kwamba wote lazima tuajiriwe na serikali, wote lazima tukishafika vyuo vikuu kuna kazi fulani hatuwezi kufanya. Hiyo sio kweli. Kwa hiyo huu mradi wetu unaitwa Maendeleo ni Mimi, unalenga kuleta mabadiliko na mapinduzi makubwa ya kifikra kwa vijana wetu, waanze kujiona maendeleo ni wao, maendeleo ni wewe. Na hii naisema sio kwa prorojo, sio kwa bla bla. I'm just here kama shuhuda, kama shahidi ambaye mimi nasema tena, mimi niliishia la 7. Watu wengi wanaolalamikia serikali hakuna ajira wamefika vyuo vikuu. Jamani, unafikaje chuo kikuu unakuja kusema hakuna ajira? Hiyo akili yako yote ulikuwa mambo yote ulikuwa unajifunza ili iweje? Ndio hivyo, tunajifunza kwa motive ambazo ni wrong. Kama unajifunza ili uje upate kazi kubwa, upate hela nyingi, of course lazima utakuja kusema hakuna ajira. Lakini kama unajifunza kwa ajili ya kuja kutatua shida fulani katika jamii yako, ajira zipo. Kama unajifunza kuyaona matatizo ni fursa katika matatizo, yani katikati ya matatizo wewe unaiona fursa, katikati ya matatizo wewe unaona opportunity, hauwezi ukasema hakuna ajira. Kwa hiyo jamani, ndio hivyo, nimewaletea Maendeleo ni Mimi. Sasa niseme hii na target sana wanafunzi wa vyuo wa sekondari, kwa sababu lengo kubwa hapa nataka watakaomaliza elimu zao wasije huku na hiyo mindset ya kuanza kuzunguka na bahasha. Wanasaga soli za viatu zinaisha na bahasha zao, wanabadilisha tu bahasha. Alafu mwisho wa siku ndio hilo kundi kubwa liko frustrated. Wanasema hakuna ajira, hakuna kazi. Hapana. Mimi kupitia huu mradi wa Maendeleo ni Mimi nataka kuzalisha vijana ambao watakuja kwenye jamii na kutatua matatizo ya jamii. Na wao wataweza yani wakitatua matatizo watapata reward. Reward ndio hayo mishahara, pesa watakazopata kwa kutatua matatizo. Na huu ni mfano tu. Mimi natatua tatizo kubwa sana la sekta ya kazi za nyumbani. Napata reward, napata hela.
Yani huo ndo mfano mradi wa wafanyakazi wa ndani na tatua tatizo. Kuna mabosi wanapata wafanyakazi ambao sasa hivi kichocheo changu kikubwa kabisa ni kuhakikisha hawa watu wana maadili, na ndio maana mimi strategy yangu kupitia huu mradi mnaona kabisa nafanya content, kila mtu niweke ushahidi, ijulikane Joyce Kiria kasimamia wapi, anaamini nini hivyo. Na hawa dada nataka kabisa ambaye anakona kona asithubutu hata siku moja kuleta pua yake hapa. Dada yeyote ambaye anajijua ana tabia za ajabu, anakona, yani ajue kabisa Wadada Center sio sehemu yangu. Hicho ndicho ambacho nataka niendelee, ndio nacho kijenga, na nataka ifike mahali yani tusiwe na wadada ambao wanakona kona kabisa. Kwa hiyo baada ya kule dada anapata ajira, anapata pesa, anapata mtaji, anaenda kufanya maisha yake. Maana yake umebadilisha maisha ya mtu. Bosi anapata dada ambaye atakaa nyumbani kwake kwa usalama, ana amani ya moyo. Dada atakuwa na mchango kwa familia yake, atalea watoto wake vizuri. Ndio hivyo unatatua matatizo ya jamii. Mimi napata nini? Napata reward, napata hela. Kwa hiyo siwezi kuanza kusema hamna kazi, hamna ajira, hamna why? Kwa sababu nimeona matatizo ya jamii yangu na mimi nimekuwa sehemu ya kutatua. Nimebuni project ambayo itatatua hizo shida ambazo ziko kwenye jamii yetu. Sasa hivi nimeona tatizo la ajira general hii ya vijana sasa ambao wamesoma. Maana huku kwenye kazi za ndani waliosoma wanaokuja sio wengi sana, ukilinganisha na hao ambao wako mtaani wanaona mimi nimesoma niende kwenye kazi za ndani. Okay, bado ni wengi wako mitaani huko. Yani bora akae mtaani kuliko kwenda kufanya kazi ya ndani. Yani ndio moja kati ya ulemavu wa kifikra ambao wamepewa. Kwamba yani ukitoka chuo kikuu huwezi kwenda hata kusafisha magari. Ukasafisha magari, yes. Ukapata pesa ambayo utaitunza. Then ukapata mtaji, na kwa sababu una upeo mkubwa, wewe lazima uweze kupanda, kwa sababu utatumia akili ulizokuwa umezipata. Wewe una chuo kikuu, hizo akili zote unashindwa mradi mdogo namna ya kuboresha. Ni tofauti na mtu ambaye hakupata elimu kabisa, ambaye mosha magari, ambaye hana elimu kabisa, na wewe ambaye unasema umeshapata elimu. Hao ni watu wawili tofauti. Lakini kuna ile ego ambayo ndio hiyo inawaletea shida vijana wengi, kwamba akishapewa kile cheti anajiona ni mtu ambaye sio wa kawaida. Kwa hiyo kuna kazi fulani hawezi kufanya. Sasa hiyo ndio nataka nikaibomoe huko kwenye shule, wakiwa shuleni huko, wakati wanajiandaa huko. Wakati wanajiandaa wako sijui masekondari huko, wako sijui mavyuo huko, niende nikawaandae vizuri kabisa, kwamba usije ukaja na hiyo kitu mtaani kwamba eti nina cheti, kwa hiyo cheti chako kimekufanya wewe usiweze kufanya kazi yoyote ambayo inaweza ikakupa hatua. No. Na hiyo ni kanuni ya kimungu. Hakuna mahali Mungu anasema kwamba wewe ukishasoma chuo kikuu eti basi wewe usiguse kazi fulani. Anasisitiza uwe mwaminifu kwa madogo. Kwa hiyo unaweza ukawa umemaliza chuo kikuu na bado Mungu akataka kukupitisha kwenye kazi za ndani, kukupitisha kwenye kazi za kusaidia fundi, kukupitisha kwenye hizi kazi ndogo ndogo ambazo watu wanazidharau. Mungu anataka uwe humble. Okay? Lakini uwe mwaminifu. Yani unapokuwa kwenye hiyo kazi uonyeshe uaminifu. Then hapo ndio akupe hatua inayofuata. Sasa hicho kitu kwa wasomi wengi ambao wanajiita wasomi hawana. Kwa hiyo kupitia huu mradi nimewafungua fahamu zao, na najua hata kama hawatabadilika wote, lakini tutapunguza idadi kubwa sana ya wadada ya vijana. Hii iko vijana general. Of course wasichana kuna maeneo nimelenga wanawake wasichana zaidi, hasa ya mambo ya ujinga wao kukimbilia kuolewa badala ya kujipanga. Wasichana wanakimbilia kwenda kuwa magolikipa, kwenda kuwa mategemezi badala ya kujiandaa kuwa wasaidizi wenye nguvu. Msaidizi ni mtu mwenye nguvu. Sisi wanawake tuliletwa kwa ajili ya kuwasaidia wanaume, ndio maana tukapewa cheo cha msaidizi. Sasa msaidizi lazima ujiandae, my friend. Huwezi ukawa msaidizi ambao unataka kukimbilia nyumbani tu, kazi yako ni kupika kunini, masuala ya kiuchumi huyajui. Ikitokea shida inayohitaji masuala ya kifedha, mambo ya kiuchumi, huna msaada, yani wewe ni mzigo. Hapana. Kwa hiyo wasichana wetu ambao wako mashuleni huko masekondari, mavyuo huko, nataka nikabadilishe fikra zao kupitia huu mradi wa maendeleo ni mimi. Ajiandae kuwa msaidizi mwenye tija, msaidizi mwenye nguvu, ambaye ataweza kusaidia katika engo zote. Yakija matatizo ya kiuchumi nyumbani unasaidia. Yakija matatizo sio ya aina gani unasaidia. Biashara ya umama wa nyumbani, mwanamke tu golikipa, tegemezi,
hakuna. Kwa hiyo natafuta wadau, strategic partners ambao mnaandaa vijana wenu kwa ajili ya waje mtaani. Mnapoandaa huko mashuleni, mnawaandaa kuja kuingia duniani ili waweze kujitegemea, waweze kujisimamia. Wanahitaji mabadiliko ya kifikra pamoja na hizo elimu ambazo mnawapatia, lakini wanahitaji kupata hizi training. Okay, mimi naita hii ni transformation workshop ambayo nitakuja kuifanya kwa ajili ya kuanza kushift mindset zao, pamoja na kuendelea kusoma wanayoyasoma, career wanazozisoma, lakini wajue jinsi watakavyokuja kuingia huku bila kuweka mipaka, bila kuweka vitu ambavyo vinawafanya wawe Wachaga tumetumwa pesa duniani. Okay, kwa hiyo ndio hivyo, ukiwa na ukija mtaani kijana uje unajua kabisa kule nakwenda kufanya nini. Yani anatoka shuleni anajua anaingia mtaani kufanya nini. Sasa hivi wengi wanatoka wanakuja kutembea tu na bahasha, ni kuandika tu barua za maombi na kumaliza viatu, soli za viatu vinaisha hivyo. Kwa hiyo mimi mchango wangu kwa taifa langu, kwanza kupitia mimi, kwa sababu ni kitu ambacho nimekiishi na ninakiishi. Okay, na itawapa changamoto sana, kwa sababu mimi nitawaambia nilikuwa na elimu ndogo sana. Kama niliweza mimi kuanza nikiwa na darasa la 7 na nikaweza kutransform maisha yangu, wewe ambaye Mungu amekubariki umeweza kufika, umepata elimu kubwa zaidi, kwa nini ushindwe kutransform maisha yako? Kwa hiyo yani sijui nisemeje, lakini ninachosema wadau wanaohusiana na, yani wadau ambao kwa namna moja au nyingine, kuanzia na watu wa elimu. Okay, kwa sababu na target wanafunzi ambao wako vyuoni na wale ambao wako sekondari. Okay, ndio nao wa target, waanze kuweka hichi kitu waanze kujiona maendeleo ni wao. Maendeleo hayatoki serikalini, maendeleo hayatoki kwenye taasisi, maendeleo yanatoka kwako wewe. Mimi ndio nilitoka kwetu Kibosho, nikaja Dar es Salaam, nikafanya kazi za ndani. Okay, na ndio hizo kazi ambazo wengine wanazidharau, lakini ukiwa mwaminifu katika madogo, Mungu ameahidi atakunyanyua kwenye makubwa, na najua utakuwa mwaminifu kwenye makubwa. Na hata kwenye level niliyofika bado naendelea kuamini Mungu bado ataendelea kuninyanyua zaidi, kwa sababu hata hapa bado naendelea kufanya kazi ambayo kulingana na level niliyopo naifanya kwa uaminifu, nikijua kabisa atanitoa kwenye hatua hii ili niweze kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo jamani, project ya maendeleo ni mimi, ambayo inaakisi maisha yangu, kwa sababu nimeandika hapa kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Okay, jinsi ya kuanzia chini. Okay, wanafunzi wenu hao wasikie, na wanafunzi na wazazi mwache ujinga wa kusema mimi mwanangu nimemsomesha yani aende akafanye kazi fulani. Wewe ulianza na kazi gani? Ulianza na kazi gani? Hao wanaoanza kwenye hizo wizara ziko ngapi? Tanzania ina watu wangapi? Mpaka huyo mtoto wako naye aje aonekane huko akafanye kazi huko. Tena wazazi wengi ndio mnachochea watoto wanabaki mitaani kwa kuwajazia ujinga huo wa kusema mwanangu nimekusomesha uende kufanya nani, uende kufanya sio kazi fulani. Hapana. Okay? Yaani inabidi mzazi ujue kabisa maisha yanaanzia chini. Huyo mtoto wako mwenyewe mpaka amefika hapo alipofika, kuna process nyingi, kuanzia kumzaa, kuanzia kuanza kusoma shule. Okay, mpaka amemaliza chuo kikuu. Kwa hiyo hata kwenye kujijenga kiuchumi hawezi kuanzia juu. Haiwezekani kwenye kuzaliwa ilianza ni mimba, ikakaa miezi 9. Alivyozaliwa akaanza kukua katika ukuaji, mnajua stage za ukuaji wa mtoto. Alivyoanza kusoma shule akaanza kindergarten mpaka chuo kikuu. Wewe kwa nini unataka kwenye masuala ya kiuchumi aanze tu yuko kule juu? Kwa nini hapo kwenye masuala ya kiuchumi mnataka mwanzie juu, lakini kwenye process zingine zote mmefuata process. Ukusema tu mimi nataka bwana nizae mtoto anayetembea au anayekimbia. Mimi bwana nataka mtoto wangu azaliwe akiwa ashamaliza chuo kikuu. Kwa nini hamsemi hivyo kwenye hizo process zingine? Ila tu kwenye ukishamsomesha mtoto wako eti ndio unataka aanzie maisha juu. Uliona wapi? Hakuna kitu kama hicho. Kinachoanzia juu tu ni kaburi peke yake. Lakini anapokuja kwenye misingi sasa ya kukua kiuchumi, amemalizana na masuala ya kujiandaa, kwa sababu shuleni huko watoto wanaenda kujiandaa.
wanaenda kujiandaa, wanapata nyenzo za kuja kukabiliana na ulimwengu. Na actually sio shuleni tu, shule ina pati yake, lakini malezi pia kwenye familia, malezi yana pati yake. Yaani mtoto ili asiseme uongo, mtoto ili asiibe, mtoto aweze kuwa mkweli, hayo ni mambo yanayojengwa nyumbani. Nafasi yake kubwa ya kumsaidia mtoto aweze kuwa na maadili ni nyumbani, sio shuleni. Shuleni watamfundisha hizo karia. Okay? Shuleni atafundishwa karia, lakini nyumbani mzazi, ndio maana watoto hawazaliwi shuleni, wanazaliwa nyumbani kwenye wazazi. Kwa hiyo wazazi ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba watoto wanafanyaje? Wanapata malezi ya maadili. Mambo ya shule watalelewa shuleni, watafundishwa shuleni, lakini kuhusu maadili, ili huyu mtoto anapokuja kuingia duniani akiambiwa kuna hichi kitu kibaya, aseme hapana, hiki mimi siwezi kufanya. Why? Kwa sababu wazazi mlifundisha hichi kitu ni kibaya. Lakini mtoto amesukumwa huko, yuko tu shule, mzazi unalipa tu mamilioni yako. Haya, kwa sababu unalipa hela nyingi, mtoto yuko shuleni, ndio huko anakutana na mabaya na mazuri. Wako wengine wanamuonyesha na mavitu mabaya, hakuna anayemwambia hili ni baya, hili ni vipi. Walimu of course wana play part yao ya hayo malezi ambayo sio pase, yani hiyo. Mimi na walimu najua walacho wa train watoto wetu ni masuala ya career, lakini malezi, maadili lazima wazazi wa play hiyo part kinagaubaga. Sasa wazazi ambao hata play hiyo part, ndio hivyo unakuta mtoto anaweza akaa na career nzuri na ujuzi mzuri, lakini maadili sifuri. Maadili zero. So, kwa hiyo kuna hizo of course pia pati ambazo ni za malezi ya wazazi. Of course tunazikava sana kwenye mradi wetu wa Wadada Center, lakini nafikiri hata kwenye hii tunaweza tukawa tunaikava kwenye hii program ya maendeleo ni mimi, ili wazazi pia warudi kwenye pati yao kwenye eneo la malezi hilo. Alafu malezi ya shuleni huko ndio tuwabadilishie sasa, tuwasaidie watoto wetu waweze kujiandaa kuja duniani wakiwa wako balanced. Ana ujuzi, ana maadili. Okay? Alafu ujuzi wake anajua anachokuja kukifanya. Sio anakuja kutembea na bahasha, hapana. Anajua nikimaliza chuo, kimaliza shule, hata kabla hajamaliza. Okay? Hata kabla hajamaliza anajua kabisa nina jukumu la kuanza kupata uzoefu wa hili tatizo ambalo nataka kuja kulitatua katika jamii yangu. Kwa hiyo mtoto anaweza akawa bado yuko shule, yuko chuo, lakini ana ka project ambako tayari ameshaanza kukafanya, au basi ameanza kuvolunteer mahali kwa ajili ya kujifunza. Mtu ambaye ana focus kuja kuanzisha miradi, anataka kutatua changamoto za jamii, anaweza kuja kuvolunteer sasa kwenye taasisi kama za kwetu ambazo zinadili na watu. Lakini ye mwenyewe akiwa anajua kwa nini anafanya hivyo. Sasa hivi vijana wengi hata kuvolunteer ni zero. Kwa sababu gani? Anaona kama anapoteza muda. Yeye anachotaka tu amalize chuo, ajiriwe, aanze kupata hela. Lakini angekuwa anajua mimi ili niweze kupata hela lazima nitafute shida gani kwenye jamii iliyopo ambayo mimi naweza kuitatua. Kwa sababu watu wana mahitaji tofauti tofauti na shida za jamii ziko nyingi. Kwa hiyo angejikita hapo, asingeogopa kuvolunteer, kwa sababu anajua hapa kwenye kuvolunteer najenga ujuzi, najenga uzoefu ili niweze kuja kuanzisha mradi wangu. Asingeogopa. Lakini sasa hivi vijana wengi hawana hiyo biashara kujitolea. Yani hataki kabisa, anataka ni hela. Tena hela nyingi. Hizi za sijui mishahara 300,000 500,000, anaona yani mimi na degree yangu nije nifanye kazi kama hii. Kwa ndio hivyo, ndio hicho kinachofanya wanalundikana huko mitaani. Kwa hiyo mimi nimekuja na huu mradi ambao ni suluhisho. Nahitaji wadau ambao tutashirikiana kwa ajili ya kutatua hili tatizo. Hili ni janga la taifa letu. Mimi ni miongoni mwa vijana ambao sijawahi kuona serikali eti haina ajira. Yaani hiyo kitu kwangu haijawahi kuwepo kwenye kichwa changu. Kwa hiyo ndio maana nina ujasiri wa kuwasaidia vijana ambao wanalalamika na wale ambao wangekuja kuunga tela ya kulalamika. Niwatoe kwenye kulalamika, niwarudishe kwenye upande wa kuleta suluhisho. Watafute miradi, matatizo ya watu wayageuze miradi. Matatizo ya watu yanakuwa miradi pale ambapo wewe unawaletea solution. Kwa hiyo nitawatolea mifano ya mimi nilivyoanza, nitawatolea mifano ya miradi ninayoifanya, na huu wenyewe nimesema ni mradi. Kwa sababu vijana wengi ni kweli wako mtaani, yaani vyuo vinatema vijana wanaokuja mtaani, wanaishia mtaani. Wanaopata kazi ni asilimia ngapi jamani?
tunajua kabisa kilio cha vijana wengi ni ajira. Kwa hiyo kwangu mimi hilo tatizo nimeliona ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo kupitia my experience, sasa ni wakati wa kwenda kuwafikia hao vijana na kuandaa ili waweze kubadilisha fikra zao. Kwa hiyo jamani, wadau, karibuni. Karibuni. Unataka nije shuleni kwako au ni chuoni, nije kufanya mindset shift kwa vijana, niwaletee transformation workshop ya ushuhuda, sio ya bla bla, ya ushuhuda, waje waone kijana ambaye aliishia darasa la 7 ameweza kutransform maisha yake kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Waje wasikie, waje waone, alafu from there wa shift kabisa fikra na mitazamo yao ya kuwaza kwamba nikimaliza chuo mimi naenda kuajiriwa, natafuta ajira. Waanze kuangalia maisha kwa mtazamo mwingine wa kuja kutatua changamoto. Tutapunguza wimbi kubwa la vijana tegemezi, la vijana ombaomba, la vijana walalamishi. Tutawapunguza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ndugu wadau, karibuni. Unaweza ukani DM kama unataka tufanye kazi kwenye huu mradi, especially kwa vijana ambao wako mashuleni. Focus yangu ya kwanza, siwezi kufikia kila mtu. For now nataka kufanya ziara kwenye shule sekondari, vyuo. Hapo ndio tunapotaka kuanzia na hii project. Kwa hiyo maendeleo ni mimi, tutapita kwenye shule sekondari, tutapita kwenye vyuo kwa ajili ya kutransform vijana wetu. Lengo ni nini? Tupunguze lindi la umaskini, tupunguze vijana walalamishi, tupunguze vijana tegemezi, tupunguze vijana ombaomba. Tujenge taifa la vijana wanaotoa suluhisho. Taifa la vijana ambao wakiona changamoto za jamii wanazibadilisha zinakuwa ni fursa kwao. Wanatengeneza miradi ambayo inaleta suluhisho na inakuwa ni fursa kwao. Kwa hiyo wadau, na wakaribisha. This is my new project ambayo ni sasa, hii ni wanawake plus. Nilikuwa na wanawake live, hii itakuwa ni wanawake live plus. Maendeleo ni mimi, kutoka dada wa kazi mpaka wapi? CEO. Kwa hiyo nataka kutengeneza vijana ambao ni ma CEO wa kesho. Vijana ambao wataanzisha kampuni zao, taasisi zao, biashara zao. Hii biashara ya vijana wanasema hakuna ajira, hakuna ajira. Mimi kwangu mimi naona kuna namna wanakosa kufikiri sawa sawa. Kwa hiyo nitashare nao experience na hizi ideas ambazo na uhakika zina work, kwa sababu ni kanuni tena za kimungu kabisa. Yaani nitakayo share na vijana ni kanuni za kimungu, kwa sababu saa hizi ndio na mwaka huu natarajia kumaliza PhD yangu ya theolojia, na hiyo nimeisoma mahususi kwamba hawa vijana naoenda kuwa mentor, yani center yetu itakuwa ni kanuni za kimungu. Hiyo ndio center yetu, pamoja na uchapakazi, pamoja na changamoto tutakazokuja kuzitatua, lakini lazima tuwe na maadili yale ya kimungu ya uaminifu, uadilifu, uchapakazi. Hayo ndio yatakayoweza kutupa nafasi ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Okay, jamani, nasema hivi, hii ni nyenzo ya transformation. Hiki sio kitabu. Ukikiita kitabu utakuwa unakosea heshima sana. This is, yani hii ni tool ya mabadiliko. Okay? Ni transformation, my friend. Naomba tusikiite kitabu. Ni project ya transformation. Tuipe kwanza hadhi yake. Kutoka dada wa kazi. Maendeleo ni mimi, kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Na hii imebeba my full experience. Experiences zangu yani zote ziko hapa. Itakusaidia kutransform maisha yako kutoka kwenye hapo ulipo, popote pale ulipo. Unaanzia maisha pale pale ulipo. Nyenzo unazo. Shida ni kwamba haujapata mtu wa kukufundisha na kukuelekeza kwa experience, sio kwa bla bla. Sio nini? I don't know kama nikisema sijui motivation speaker. Hapana, haya ni maisha halisi. This is life. Haya ni maisha yani. Sio tu nimesoma kitabu na kuja na kwambia lelelele. Mimi nakwambiaje? Mimi nilikuwa na la 7 tu.
darasa la 7. Wewe nakushindaje? Darasa la 7 limeweza kutransform maisha yangu. Wewe una chuo kikuu unasema ajira hakuna. Unasema maisha magumu. Kuna kitu hakiko sawa. Kuna msaada unahitaji. Okay? Kwa hiyo wadau ambao na kuwasaidia vijana kubadilisha mitazamo yao, watoke kwenye hizo fikra za utegemezi na uombaomba na kulaumu, waje huu upande mwingine wa kuleta suluhisho na kuleta na kunajiona kwa hicho condition kwa sasa. Unataka ni view. For now I want to start there. Hapo. Kwa hiyo karibuni ni jamani, msikie kitabu hiki sio kitabu jamani. Wengi mnaruka. Sasa hivi hamtaki michakato. Kuzaliwa mnasubiri michakato. Mnakaa kama hivi na mimba mpaka miezi 9, si ndio? Maana siwezi kusema tu mimi bwana mimba miezi 9 mingi sana bwana. Ngoja miezi hii ni ngapi nizae. Amna, process ni miezi 9, kwa hiyo lazima utulie miezi 9 ndio mtoto azaliwe. Kama ni kilimo unafuata process. Unategemea na kilimo gani unalima. Kuna kilimo sijui cha miezi mingapi, sijui cha mwaka, sijui cha miaka. Unachochagua kulima lazima ufuate ile process. Kwa nini kwenye mafanikio hatutaki kufuata process? Kwa nini kwenye masuala ya kiuchumi tunataka tu yani sasa hivi ready made, yani kwamba kila kitu tu yani ulale uamke una kila kitu? Hapana. Okay. So leo nilitaka nizungumzie hii project yangu ya maendeleo ni mimi, kwa ajili ya kuanza sasa kuitoa kwa wadau ambao wanaelewa naongelea nini. Wadau kama Wizara ya Elimu, nafikiri ni wadau muhimu sana kwa sababu ndio wanaosimamia elimu yetu ya Tanzania, na kwa kuwa serikali nafikiri kuna wizara mbili hapa, Wizara ya Elimu, wizara ya ile wizara ya mipango ambayo inasimamia dira 2050. Nafikiri hizi zote ni jitihada za serikali kutaka kuandaa vijana na Watanzania, yani rasilimali watu waweze kuwa na tija. Kwa hiyo mimi ni mdau muhimu ambaye siongei kwa maneno, yani sio theory. Mimi ni mdau ambaye nikisimama ninawaambia vijana nimetoka hapa nimefika hapa, kwa hiyo kwa nini wewe ushindwe? Kwa hiyo hawa vijana tutaweza kubadilisha fikra zao wakati wanajiandaa kuja huku mtaani, kuja huku kwenye jamii, wajiandae kwa namna ambayo wanakuja kusaidia na sio kuja kuombaomba. Okay? Na unapojiandaa kuwa msaada unakuwa na confidence. Yani kuna namna unakuwa sijui nisemeje. Lakini kwa sababu naonaga kwenye interview, natamani sana interview zetu tuziweke kwenye content ili muone nachokisema. Yani vijana wanakuja, yani wanakuja kinyonge, yani wanavyokuja kuomba hizi kazi. Mtu anakuja kinyonge, yani ameloa, yani mdogo, kwa sababu anavyojiwaza yeye ni kwamba anawaza anaenda kuomba kazi. Kumbe iko yani ni hata huyu anayetafuta mfanyakazi na yeye ana shida. Kwa hiyo kama kijana angekuwa amejengwa kwa namna ambayo anajua kwamba alitakiwa ajiandae kujua kwamba yeye ana solution gani, anaingia kwenye interview na confidence kwamba mimi niko hapa, nina ujuzi huu na uzoefu huu, naweza kutatua changamoto hii, and hizo ndio qualifications zangu ambazo sasa zinaendana na kile ambacho yule mtu anachotafuta. Like sisi hapa tunafanyaje biashara hii huduma yetu? Kwanza najua wadada wengi wanahitaji kazi. Okay? Na wengi napenda kusema kichaka kimewaka moto. Yaani kuna wale ambao wameshatelekezwa, wameshazalishwa, wameshapigwa na nadala za kutosha. Yaani kwa kifupi hana cha kufanya. Hao wapo. Kwa hiyo kama wapo, kwa vyote wanahitaji hii kazi, na hawahitaji kwa sababu yangu mimi, kwa faida zangu mimi, wanahitaji kwa faida zao, kwa sababu atalipwa mshahara yeye na maisha yake yeye ndio atakayebadilisha. Kwa hiyo kwa sababu najua nampa kazi ambayo inampa yeye faida,
mimi nina confidence kwamba unapokuja hapa lazima uje na utaratibu huu na huu na huu na huu ili uweze kuingia kwenye mradi wetu, kwa sababu pia kingine sisi tumefanikiwa kuwa na mishahara ya tofauti kidogo, ni mizuri. Kwa hiyo ili aweze na yeye anaitaka ile mishahara, kwa sababu huko mtaani atapata kazi za 50,000 lakini akija huko atapata kazi za 1,500,000, 300,000, 500,000. Kwa hiyo kwa sababu una kitu ambacho mtu anakihitaji, yani unakuwa na confidence kwamba huyu hichi kitu anakihitaji. Alikadhalika mabosi, nilivyogundua mabosi wanataka sio hofu ya Mungu, hofu ya Mungu, nasema hapa ndio nataka, yani hapa ndio nashikilia kidude siachi. Umeona, nimeenda nimejisomesha, okay, nimesoma, nimeanza certificate, nimesoma degree, nimesoma masters, sasa hivi nasoma PhD. Why? Kwa sababu nimegundua hawa waajiri watoaji hela wanachokitaka ni maadili kwa wale watu ambao wanaenda kuwahudumia, na ndio maana mimi sasa hivi ninawakazania sana kwenye swala la maadili, na nimenyooka kweli kweli na sipindishi, na ndio kwanza naanza. Kwa nini wale watu wanakuja na wanalipa hela yote tunayowaambia walipie gharama za huduma? Kwa sababu hilo ndio hitaji lao. Mtu ambaye anajua thamani ya mtu ambaye ni mwenye maadili nyumbani kwake yuko tayari kumlipa gharama yoyote, kwa sababu anajua atapata huduma nzuri, lakini pia hatakuwa anaishi naye kwa wasiwasi. Na ndio maana hata upokeaji wetu wa wadada ni mkali. Hatupokei tu dada, yani hatuokoti wadada. Yani wadada wanakujaga wanashangaa, tunawarudisha wengi tu ambao hawajakamilisha vigezo vyao, tunawarudisha. Why? Kwa sababu tunataka kuhakikisha zile processes tunazifanya kwa uzuri kabisa, ili wale wateja wetu waweze kuendelea kutuamini kwamba tunafanya kwa maslahi yao. Utakapofanya kitu kwa maslahi ya mtu, huyo mtu haoni shida kukulipa. Sasa vijana wengi wanaokuja kwenye hizi kazi wanakuja kama vile wao, yani wanakuja kusaidiwa. No, hauji kusaidiwa. Wewe jenga ujuzi ile, yani ile competence yako, ile thamani yako. Unapoingia kwenye interview ujiuze vizuri. Yani ukiingia pale uwe bold kwa kujiuza kwamba una uwezo gani wa kufanya nini, utamletea, yani umeshajua yeye ana shida gani. Kwanza ukiona tangazo la kazi unatakiwa uresearch huyu mtu atakuwa amekwama nini. Tangazo linasema anahitaji accountant, na wewe ni accountant. Anakuja mtu hapa anasema ni accountant, yani hawezi kujieleza, ni vituko. Anasema yeye ni mtaalamu, ni accountant, amesomea. Kwa hiyo inakuwa ni shida, lakini light huyu mtu ange research akasema kwanza mimi ni accountant, sasa hivi kuna software gani zinazodili na mambo ya accounting. Lakini kwa ujumla katika hiyo uwanja wao, hiyo arena yao ya mambo ya accounting, kuna jambo gani jipya la kisasa? Unajijaza information na unahakikisha yani uko equipped kwenda kujiuza kwamba unao uwezo wa kwenda kufanya hiyo kazi. Sasa vijana wengi hawako hivyo. Anakuja anakuambia ni accountant, anakutangulizia bahasha, anakupa, akikaa hapo kimuuliza maswali hawezi kujibu, hawezi kujielezea. Ukija kuangalia yani ni shida kwa kifupi. Kwa hiyo ni vijana hawa ndio wanafundishwa accounting labda hiyo, na ameenda mpaka hiyo nini, lakini namna gani aweze kujiuza na yani hivyo kwenye market ili ile value iweze kuonekana, hiyo nayo ni changamoto. Lakini changamoto kwa sababu kwa shuleni hawafundishwi hivyo. Ndio maana ni muhimu sana kupatiwa hizi workshop za kuandaa namna ya kuja kuingia mtaani, ili awe anapata hizo taaluma, anapata taaluma ya accounting, lakini pia anaanza kujua kumbe ninapoingia huko duniani huko lazima niwe na ujuzi wa kuweza kuuza taaluma yangu. Okay? Kwa mfano watu wanafikiri ninafanya content hapa, jamani, sijui wanafikiri ninapoteza. Mimi sipoteze muda. I'm selling yani nauza kitu ambacho kipaji nilicho nacho. Kuna hata hizo content za Wadada Center ninavyofanya, sio kwamba napoteza muda. Nauza kwamba sisi hapa tuna utofauti gani, tuna thamani gani, tuna value vitu gani hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanatusikiliza, anajenga trust, anakuja. Hivyo ndivyo ambavyo inabidi yani tuwafundishe vijana wetu waweze kutransform fikra zao. Tukiweza kufanya hivyo, mimi nasema kwa mradi huu wa maendeleo ni mimi, vijana watakaopata huu mradi wakipitia kwenye hii project, haji hata siku moja kusema hakuna ajira, hata siku moja.
na kama watakuwepo basi hao ni wale tu sikio la kufa ambayo hataki kubadilika. Lakini kijana ambaye anajiandaa kwa ajili ya kuja kukabiliana na maisha, akapata transformation workshop kutoka kwangu ya hii Maendeleo ni Mimi, na ushuhuda wangu mimi wa mtu ambaye nilisha darasa la 7 na nikaweza kutransform maisha yangu, na sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa taasisi. Why not yeye ashindwe? Kwa nini asipate yani asishifti mtazamo wake akasema you know what, mimi na mimi nataka nianzishe kitu, na mimi lazima lazima aangalie kwenye jamii yake kuna kitu gani, ye mwenyewe Mungu anampa maono gani ya kuja kusaidia jamii yake. Marahaba. Haya, so nafikiri tumeelewana, si ndio jamani? Kwa hiyo sasa hivi kuna hii ni nyenzo kwa wale ambao tayari wako makazini. Okay? Hii ni kwa ajili ya wale ambao wako makazini. Ninawaambia unataka kulipwa zaidi, maana wakija hapa kila mtu anataka kazi ya 500,000. Ujuzi wa 500,000 umeujenga lini? Una maadili, una nidhamu, una ujuzi, yani una hiyo package ya kulipwa hiyo 500,000. Kwa hiyo watu wanataka kulipwa zaidi, lakini kwenye sifa za kulipwa hivyo hawana. Kwa hiyo nimewatolea huu mwongozo na hii ni nyenzo ya kumsaidia yule ambaye especially, hii nimelenga sana wadada wa kazi, lakini hata mtu mwingine ambaye sio dada wa kazi akichukua hizi aka-apply kwenye kazi anayoifanya, ni biashara, ni ameajiriwa kwenye ofisi ya mtu nini, vyovyote vile, yani kuna vitu huko ambavyo vitamsaidia. Hii hapa, hii ambayo sasa hii ndio nimeitambulisha rasmi kwa maana ya kwamba project iko tayari leo, ni kwamba hii ni kwa ajili ya kijana yeyote popote pale alipo anaweza kutransform maisha yake. Hii hapa ni kwa ajili ya kijana yeyote popote alipo anaweza kuanzia chini na akafika juu, kwa sababu that is my message na that is me, kwamba nimetoka dada wa kazi nimefika CEO. Kwa hiyo na wewe unaweza ukatoka hapo ulipo, haijalishi elimu yako, haijalishi nini ujuzi wako, yani hii ukiipata kwa elimu ulionayo, kwa popote pale ulipo, unaweza ukaanzia hapo hapo ulipo na ukafika juu. Haya, kwa wale ambao sasa mnahitaji nitafute DM. Okay? Maana mkituma kule ofisini hamtanipata. Hizi project hizi for now nazisimamia kwa sasa hivi mwenyewe. Kwa hiyo ni DM, nitakutumia namba ambayo tutawasiliana. Kwenye zile namba nyingine zote ni za ofisini kuhusu hasa project ya Wadada Center. Wadada Center, unataka dada, unataka kazi, ni hizo namba ambazo ziko kwenye profile. Na namba ambazo mara nyingi tumekuwa tukizitangaza. Ila kwenye hizi especially hii Maendeleo ni Mimi, hii ni mimi mwenyewe naisimamia. Kwa hiyo kini DM nitakujibu mimi mwenyewe. Haya. So kuna maswali kabla sijaondoka? Kuna maswali jamani? Naomba mnifundishe jinsi ya kublock washenzi. Mimi sitaki kabisa hizi mambo, yaani mashetani ambao wanakuja kwenye peji yangu, naomba tu niwalime kufuli, waende wakafie huko mbali kabisa. Okay? Kwa naomba yani kama unajua jinsi ya kupiga block mtu, yani ukiwa live hapa na kuna watu ambao wanahitaji kupigwa makofuli chap kwa haraka. Sitaki huo upumbavu kabisa. Pelekeni huo ujinga wenu huko, sio kwenye hii page hata siku moja. Tupandishe dada, sielewi unasema nini? Tupandishe manake nini? Unabonyeza kwenye akaunti yake alafu unafanyaje? Kuna shetani mmoja yuko hapa ni wa kublock haraka sana. Nimeiona ndugu yangu. Chap kwa haraka nishapiga block, mbavu kabisa. Haya, imeisha hiyo.
Asante sana kwa wewe ulionielekeza. Shapiga block chap kwa haraka, hatuna muda wa kupoteza. Tuna muda hapa wa kufanya transformation za vijana wetu, kuokoa jamii yetu, kizazi chetu, watoto wetu ambao wana changamoto za ajira, kazi. Tunatakiwa tuwasaidie na sio kuja kuongea upumbavu hapa. Vipi kama mtu hajasomea hiyo kazi ila ana uwezo mzuri wa kufanya kazi? Uwezo mzuri huujui wewe, uwezo mzuri tunaujua sisi au bosi wako. Kwa hiyo sisi tunasema mtu ambaye anajiamini aje tumuone, njoo uonyeshe uwezo wako. Sisi hapa kituoni, si unaona wadada wanaishi hapa, tunakaa nao, tunawaasesi kuhakikisha kwamba hiyo level ambayo anaitaka anayo. Kama hana, tunamwambia wewe ni traditional, level yako ni ya kawaida, anzia hapo uende juu. Hataki basi anaenda zake. Kwa hiyo sisi hatusikilizi maneno ya kusema kama mtu hajasomea hiyo kazi ila ana weredi mzuri wa kufanya. Sasa weredi huo wanaona watu wa pembeni, sio wewe. Huwezi kusema mimi sijasomea lakini na weredi. Inabidi watu waone. Okay? Watu waone uwezo wako, then wakwambie wewe hujasomea lakini uwezo unao. Na hapa tumekuwa na baadhi ya wadada wachache lakini ambao hawajasomea, lakini uzoefu wao waliofanya kazi sehemu ambazo ni za juu pia. Huwezi ukaja na uzoefu wa professional wakati ulikuwa unafanya kazi kwa mamalishi au nyumbani kwenu, ukasema nilikuwa nimeolewa na mume wangu kwa hiyo nimempikia miaka 10, kwa hiyo mimi ni professional, najua kupika. Hapana. Professional lazima awe either alipata kufanya kazi kwenye hoteli kubwa, ingawaje alikuwa hajasomea, lazima ujuzi wake utakuwa ni wa level za juu. Kwa hiyo kama unataka njoo. Tuwezi kukupeleka kwa mwajiri. Si hatufanyi longolongo my friend. Hizi hela zinazolipwa ni nyingi sana. Hao waajiri wanatulipa sisi ili tuweze kuwapelekea watu proper. Kwa hiyo kabla hatujakutambulisha kwa mteja wetu, lazima tukae na wewe kwanza, tusome tabia zako, tusome uwezo wako wa kazi. Sawa my dear, Kwa hiyo sijui Dajoy nina weredi shahidi atakuwa mwajiri wangu, hiyo kitu sisi hatuna. Wewe njoo hapa ukae na sisi hapa, tutakujua hapa. Hapana, tutakwambia uwezo wako. Na hizi ndio tabia za wale watu mnaotaka hela nyingi. Kwa nini unang'ang'ania sijui mimi na weredi nipeleke kwa bosi? Kama unajiamini, fuata process. Watu wengi ambao wanakimbilia mishahara, yani uwezo wao ni zero kabisa. Na wadada wengi ambao tumewapandisha mishahara bila watu hawa kutegemea, ni watu ambao walikuwa very humble. Anakuambia mimi niko tayari kwa daraja lolote. Na mkikaa naye mnamuona kabisa huyu mtu daraja lake kwa kweli ni hili la juu. Lakini yule king'anga anayekuja, mimi ni professional, ni professional. Wengine hadi vyeti wanavyo, wametanguliza vyeti mbele, lakini wao ujuzi wao ni zero. Hapana, sisi hatufanyi hivyo. Sisi bwana, lazima tunaenda kwa, yani imani yetu lazima utuonyeshe. Yani imani ni, wanasema nini? Yani sisi ni akina Tomaso, yani lazima tuone. Hatuwezi kubahatisha, yani hatuwezi kulipwa hela nyingi hivyo afu tuwabahatishie watu. Hapana. Kwanza sisi wenyewe tutakuwa tunaua biashara. Sasa tutakuwa tunaleta suluhisho gani? Kama bosi ametulipa sisi ili tumpelekee mtu ambaye ana uwezo, ujuzi, anaenda kutatua changamoto zake. Hasa sisi tutakuwa tunalipwa kwa nini? Si ndio utakuwa utapeli wenyewe. Watu wanakulipa afu unawapelekea watu ambao hawawezi. Hapana. Hata hao ambao wanakuaga wanatuangusha, tunakuaga tumekaa nao. Umeona, wakifika huko wanaenda wanabadilika. Wakibadilika tunawatoa vile vile. Tunawabadilisha, tunaweka watu wengine. Mshahara shingapi wa dada wako? Mshahara unaanzia 1,200,000, 300,000 na 500,000. 500,000 ni professional, mtaalamu ambaye amesomea either malezi, mapishi au usafi, ndio tunamtambua kama professional. Kama umesoma karia nyingine hapa hatukutambui kama professional, kwa sababu ni kazi hizi za nyumbani ambazo zinahusisha malezi, mapishi, usafi. Kwa hiyo huo umesomea kimojawapo kati ya hicho. Lakini sio kusomea tu. Tumesema hapa hatutangulizi vyeti mbele. Tunatanguliza ujuzi, maarifa, alafu cheti kinakupa backup, kinakupa support. Kwa hiyo
Kama ni mtu wa level hiyo unalipwa 500,000. Kama umesoma karia zingine lakini pia wewe ni mjanja, ni smart, ni mtu ambaye unajiongoza, una sifa za kiongozi, unajiongoza mwenyewe, unajisimamia mwenyewe, huna haja ya kusimamiwa, mtu ambaye unafanya zaidi ya matarajio ya bosi, wewe ni smart, tunakuita smart dada. Kwa hiyo wewe unalipwa 300,000 kwa mwezi. Kama wewe ni yule dada wa kusimamia, kuelekeza, kukumbusha, unalipwa 1,500,000. Kwa hiyo ndio mishahara yetu hapa. Okay. Haya jamani, nafikiri kwa leo tuishie hapa, si ndio jamani? Anaenda kwa mwaka mmoja. Naona umenisaidia kumjibu mtu. Mishahara yetu hapa, not mishahara, mikataba yetu hapa ni mwaka mmoja. Mwaka lazima ufanye kazi na sisi mwaka. Na hii ni kwa, nasisitiza zaidi kwa hawa wadada ambao mnatafuta kazi. Sisi tumewaahidi mabosi, tunawauzia ahadi ya kwamba dada atafanya kazi mwaka huu mmoja. Kwa hiyo gharama zake anazolipa kituoni ni pamoja na kupata huduma throughout mwaka mzima. Na huo mwaka mzima tunafanya follow up kujua kama huduma yake inaendelea vizuri au dada ameanza ujeuri, amebadilika. Ukibadilika tunakuondoa, na tunakuondoa kwa sababu zako, sio za bosi. Yaani uende nyumbani kwa mtu aanze kumfanyia vitimbwi, utoi huduma nzuri, unakuwa visirani, uelekezeki nini, usidhani bosi ndio atakuwa amevunja mkataba. Mkataba utakuwa umevunja wewe. Kwa hiyo kama bosi tunamwaahidi mkataba wetu ni wa mwaka, alafu wadada wengi wana tabia za uongo, yale mambo ya maadili nilikuwa nazungumzia. Tabia za uongo. Mtu analeta li sababu la uongo ili mradi avunje mkataba. Kwa hiyo tukaja kuwawekea hiyo dhamana. Kwamba dhamana, ndugu yangu, ni pesa ambazo utakapoanza kazi kuna hela zitakuja kituoni kwa ajili ya kishika uchumba. Okay, tumeshachoka kupigwa changa la macho na kusemwa vibaya kwa sababu ya baadhi ya wadada ambao sio waaminifu. Tunaitwa matapeli. Tunaonekana kama sisi la kwetu ni moja na nyie wadada, tukasema sisi tunataka kujitoa kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo tukaweka dhamana. Tunataka ushahidi, mambo kwa ushahidi. Kama wewe kweli ni mfanyaji kazi ambaye unajiamini utatoboa mwaka, hela yako ukimaliza mkataba unakuja kuichukua. Lakini ukiishia njiani ujue hiyo hela utaipata, ndio penalty yako ya sisi kumpatia bosi wako dada mwingine. Kwa hiyo sasa hivi ugomvi na mabosi siku hizi hatuna. Biashara sijui nyie matapeli nini, amna. Wewe ukizingua ndio hivyo tunazinguana. Hela yako, dhamana yako utapata, bosi wako anapewa mtu mwingine anaendelea kutoa huduma mpaka tumalize mwaka. Kwa hiyo mikataba yetu ni mwaka, lakini hiyo mwaka lazima kishika uchumba tuwe nacho. Mwanzoni mishahara yako ya kwanza inakuja hapa kituoni kwetu, ni hela yako, ni kama umeweka benki. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mwaminifu, mwadilifu, haoni shida, kwa sababu anajua si hela yangu tu, nitaikuta tu, haina shida. Na wote ambao wanaongeaga hapa wamemaliza mikataba wanapata dhamana zao. Ila wale wanaojifanyaga wahuni wanajitia victim. Wewe unakuja unasaini mkataba wetu utakaa mwaka, tumeshamwahidi bosi wetu kwamba wewe unamhudumia mwaka, alafu unafika katikati unaanza kutupa sababu za uongo na kweli, unataka kukimbia kwa sababu na mambo yako na ubinafsi wako, unataka kujali maslahi yako. Wewe tutaenda na wewe sahani moja. Kwa hiyo ndio hivyo. Sio mshahara tunachukua, sikiliza vizuri. Maana mnaambiwaga hivi, mnageuza hivi. Sio tunachukua, utapeli wenu wengi mkiendaga kazini, watu wengi walichoshwa na hiyo. Ndio moja ya suluhisho sisi tulioileta, kwamba tukikuahidi tunakupa huduma ya mwaka, ni mwaka. Dada akiishia njiani tutakupa dada mwingine. Sasa usiseme mshahara wa kwanza mnachukua. Kaa kazini mwaka umalize. Kwani ulikuja hapa ni kwa baba yako na mama yako uje tu uchezee, umekuja umelala bure, umekula bure, umefanywa training. Kuna watu wako maofisini, gharama zinalipwa kibao mpaka wewe uweze kupata kazi, bure hujalipa chochote. Kwa hiyo wewe unataka tu kuna watu wana roho mbaya, hizo ni roho mbaya za kimaskini. Umekuja umesaidiwa kote huko, huwazi shukurani kwamba watu walinisaidia nisije nikawaharibia mradi wao. Wewe unataka tu ufike upate mishahara yako ya miezi 2-3 utimke, huyo uende zako na ubinafsi wako. Sio kwetu. Hapa kwetu sio. Kwa hiyo sio tunachukua mshahara, unaweka bondi, kwa sababu nyinyi baadhi yenu ni watu ambao hamna maadili, hamna uaminifu, hamna uadilifu. Okay? Kwa hiyo sisi ili tuweze kulinda ahadi yetu kwa bosi, lazima tuchukue hela ambayo itakaa hapa kama dhamana. Dhamana uelewi, si unataka niongee lugha gani? Dhamana ni kishika uchumba, ni bondi. Unaweka bondi hapo na ulazimishwi.
Hakuna aliyelazimishwa. Ndio maana mkija hapa tu mnapewa kwanza mkataba, mnasoma taratibu zetu. Ukiona hazikufai huyo geti leupe unaenda. Hakuna anayelazimishwa, kwa sababu tunachotaka hapa ni kupata watu ambao kweli wana nia nzuri, ambayo hawana nia ovu. Ukiona mtu analalamika yeye dhamana si nini, ujue huyo ni binafsi, ni mtu ambaye anataka kuja kututia doa, na sisi madoa hatutaki. Haya ndio